mwenyekiti, naanza chini mpaka juu. Nikianza na eneo la nefu. Nefu haijauzwa. Limekodishwa kwa mkataba maalum kwamba mkodishaji atatakiwa afanye marekebisho madogo, na nilipita kwenye michakato yote inayotakiwa. Alinakodisha shilingi bilioni 1 kwa mwezi mmoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali lingine ni ushuru wa samaki unatozwa kwa tenga au kwa kilo? Ushuru wa samaki unatozwa kwa tenga, lakini kuna kipindi huwa wanakuja hawapo kwenye tenga, wanakuwa kwenye vifungashio vingine. Kwa hiyo na wenyewe huwa inatozwa kulingana na inapokuwa imekuja kwenye hicho kifungashio cha au samaki, lakini kipimo sisi ni tenga. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna vibanda yale makontena, kwamba kuna vibanda vingine vimezunguka kule nyuma. Ili sasa naomba TT nisaidie, kwa sababu tulikaa nao wale kikao kwa mara ya mwisho, tulikubaliana kwamba walipe au kuna mjadala ulioendelea. Sasa naomba TT anisaidie kujibu makontena. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Wafanyabiashara tulikaa nao na bado mazungumzo yanaendelea kwamba waendelee kulipa badala ya kuwaondoa pale. Kwa hiyo mwafaka bado haujafikia. Na kikao cha mwisho tulikaa tukawa tumewaagiza wote ambao hawajalipa walipe. Kwa hiyo ndicho kinachoendelea nacho sasa hivi. Naomba kutoa taarifa kwamba kwenye eneo la makontena ambalo linaongelewa pamoja na vikao ambavyo viliendelea, wapo ambao walikuwa tayari kuendelea kulipa, lakini kuna mwananchi mmoja kwa maana ya mfanyabiashara, yeye anaitwa Shirima, ndiye mwenye makontena mengi sana pale kuliko wengine. Yaani yeye ameweka makontena sio chini ya 4, lakini amefanya partition na anawapangisha watu na aishi hapa iko Dar es Salaam. Kwa hiyo alipopewa hiyo taarifa kwamba anapaswa kulipa kwa mujibu wa taratibu, kwa sababu muda ule wa mgogoro ambao wao waliomba walipe nusu ya fedha ambayo ilitakiwa walipe, ilikuwa 100,000, umepita, na badala yake sasa mkurugenzi aliwaelekeza waanze kulipa kiwango halisi cha fedha ambacho wao waliomba wakati huo kabla ya mgogoro. Wengine wamelipa 3, lakini yeye ambaye ndiye mwenye makontena mengi pale amesema yeye hatolipa, na juzi ile Ijumaa ameleta notisi kwamba anakusudia kwenda mahakamani kushtaki kwa nini halmashauri inamsumbua na kumnyanyasa kwenye eneo ambalo wao walimruhusu aweke makontena. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa ufafanuzi kuhusiana na eneo la mgogoro kati ya mzee Isaya Makaros ambaye yeye alinunua nyumba kutoka TBA, lakini baadaye halmashauri ikauza kiwanja kwa mtu mwingine Yusufu, wakati ni kiwanja kile kimoja. Kwa hiyo kipindi anahitaji kufanywa umilikishaji, ilibainika kwamba kile kiwanja kimoja. Kuna tume iliundwa kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, baada ya kuchunguza ikaonekana halmashauri tumekosea kwa kuuza kiwanja kwenye eneo ambalo tayari mtu alishanunua nyumba ikiwa ni moja na kile kiwanja. Kwa hiyo walitoa maelekezo ifanywe uthamini wa nyumba, aweze kulipwa yule ambaye tumemuuzia halmashauri kiwanja, pia akiwa na kiwanja kingine mbadala. Hilo zoezi lilifanyika, akapewa kiwanja kingine na ile nyumba alipwa fidia ili apishe pale aende kwenye eneo alilopangiwa. Kwa hiyo baada ya kulipa fidia, ina maana ile jengo sasa ni mali ya halmashauri, kwa sababu sisi tumelipa pesa. Sasa ukawa na ufuatiliaji wa muda mrefu, wakawa anaomba, maana tumemkinga maendelezo pale asifanye chochote, anaomba apewe ile jengo au auziwe. Ndipo tukaanza mchakato wa kuingiza kwenye vikao, tukaenda mapendekezo kwenye kamati ya management, baadaye ikaenda kamati ya fedha. Kwa hiyo kamati ya fedha ilishauri, kama kuna mijadala michache hapa, kuna baadhi ya mjumbe
alishauri atoe bure kutokana na yeye ni mstaafu na ni muda mrefu tumemkamisha mambo yake pale, lakini mjumbe kwa jumla bila mashauri nikafanya mazungumzo naye nisikie anaweza akalipa kiasi gani. Kwa hiyo nilienda nikaongea naye akasema yeye hana hata shilingi ya kuweza kulipa, tukaondoe ile jengo. Kwa hiyo taarifa nikaeleza kwenye kamati ya mipango mingi, nadhani nikienda wewe utaikuta kule. Kwa hiyo hali ilikuwa kwamba yeye hawezi, hana hela ya kulipa. Mheshimiwa DC karibu. Kwamba yeye hana hela ya kuweza kulipa. Kwa hiyo tukaliondoa ile jengo ili aweze kufanya maendelezo. Naomba kuwasilisha. Niwashukuru watu wa majibu. Lakini kuna mambo mawili bado yananipa ukakasi. Jambo la kwanza, majibu ya eneo la Kaumu kwenye swala zima la makontena. Mwenyekiti, tulikuwa na mgogoro, naona upo. Baraza tuliamini kama ule mgogoro umekwenda kuisha. Kuisha kwa maana gani? Yaani ile swala la kuwakubalia wawepo pale mpaka pale mkataba wao utakapoisha, waendelee kufanya shughuli zao. Sisi tuliamini pale mgogoro umeshakwisha. Baada ya kuisha mkataba baina ya halmashauri na wafanyabiashara pale, maana yake halmashauri na wale watakaa tena kuangalia namna gani nyingine ya kuweza maisha mengine yaendelee. Sasa miliki moja makontena mengi ambaye ametajwa na mwanasheria hapa hataki kutulipa. Huyo anasema atakutupeleka mahakamani. Hatulipi, hataki. Huyo anataka tupeleke mahakamani. Ni mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri na bwana yule anatakiwa apelekwe mahakamani. Lakini je, kamati yako ya fedha, majibu yanayotolewa na wataalamu wao, nyinyi mnapata kule? Lakini tunaambiwa kuna vikao vifanyika baina ya wafanyabiashara na halmashauri juu ya kuwabembeleza walipe. Hawajaanza kulipa, vikao havijaisha. Huko wanaendelea kufanya biashara. Halmashauri inaendelea kupoteza mapato. Kipi ndio kipi hapa? Nyinyi nyumba kamati ya fedha, na mfanya ziara ya ukaguzi wa vyanzo vya mapato. Hii changamoto mkoje pale? Mmekwenda pale, mmesema tukuta changamoto ile yote. Yaani kama nyinyi mjepewa changamoto za pale, nyinyi mlishindwa kusemea changamoto za pale. Hapa kuna udhaifu. Yaani nimekwenda kamati mjiridhisha hatukupata changamoto hivi. Mulienda kujua changamoto, mwambie wafanya biashara au nyinyi mkashughulikie changamoto juu ya asilimia ndogo ambayo tunakusanya. Sasa tayari tunaoshaona mmekwenda pale, lakini watu walipi, vikao vinaendelea, havijaisha, mwaka pesa unaisha. Hivi tuko serious kwa jamaa? Na majibu wataalamu wetu tumeyasikia. Na ndio maana nimesema haya majibu kwa mimi yana ukakasi. Asante. La pili, mwenyekiti, na nia njema. Yaani ukiona natoa hoja, nia yako ni njema. Nimesema hivi, minong'ono nayo ni hoja. Majibu yaliyotolewa hapa, kwanza nishukuru. Chanzo kitu tumeshaanza kupokea fedha ndio mwenyewe kila mwezi. Lakini mkataba wa pale naomba fikia hatua kwenye kamati ya fedha mwezi huu wepo wazi, mshauri kwenye baraza lijalo tuone kinachoendelea. Mwenyekiti, minong'ono hii baadhi zinazalishwa na sisi wenyewe waheshimiwa madiwani. Tukianza manung'uniko sisi na minong'ono ikienda kwa wananchi huko itakuwa shida. Yaani nikwambie mimi hapa Salvatore, nikienda kusema jambo lolote lile la uongo kwa wananchi huko, atabeba asilimia kubwa. Lakini ili liwe vizuri, naomba mkataba wa sisi na yule mwekezaji pale uwe wazi, muletewe kwenye kamati ya fedha, mshauri, na hatimaye tuje kuona kwenye baraza la robo 4, hata kuona tu. Mwenyekiti,
Kwanza niunge mkono hoja ya diwani Mkunaini na Salvatori kwa jinsi alivyoeleza sana, lakini kuna maeneo kidogo, lile eneo linajengwa frame na hapa mkurugenzi anasema limekodishwa linalipwa shilingi milioni 1 kwa mwezi. Sasa sijajua baada ya kuisha ule ujenzi ndio hiyo milioni 1 au hiyo milioni 1 inaendelea pamoja na ule ujenzi. Hapo sijapaelewa kwa sababu pale panajengwa, na ndio maana pamekuwa na mashaka kwamba pameuzwa, kwa sababu panafanyiwa marekebisho mengine, na kama pamekuwa na jengo lile ambalo tunalifahamu wote, basi ingekuwa na maswali. Kwa hiyo maelezo kwamba pamejengwa kwa kuwa kuna frame mpya zinajengwa. Na pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nafahamu kuwa kamati ya fedha ni kamati kubwa kuliko kamati ndogo. Narudi kwenye eneo lile la Mzee Mlaponi. Sisi kama kamati ya mipango mingi tulipopata maelezo kupitia kwa afisa ardhi, tukaona pale pameshindikana kwa kuwa mhusika ameandamana na ameshasema wala, na mimi nawajua Makonde wakishasema wala tuimaliza shughuli. Kwa Mzee Mlaponi pale amesema hana fedha, na kwa kuwa yeye hana fedha, sisi tukasema tunatoa matofali yetu tumwachie eneo lake. Hii habari kwamba mstaafu huwa akifanya kazi na sisi alikuwa diwani, yule amfanya kazi yake na amelipwa na serikali, na lile jengo ni la halmashauri. Hata kama mkataka milioni 2 yeye hataki, hata kama milioni hataki, wakati lile jengo liko barabarani na linaangalia lami ya Newala na lipo sehemu sahihi safi kabisa. Kwa hiyo kwa kuwa mambo yasiwe mengi, wazo ni kwenda kukongoa bati, kutoa tofali zenu au zetu, abaki na jengo lake la serikali. Mimi siungi mkono kumpa mtu bure. Asiyotaka kupoza hata milioni 1, kitu cha milioni 10, mwambie tu hata milioni sina.